Ile kauli ambayo imezoeleka kusemwa na wengi kwamba uoga wako ndio umaskini wako imedhihirika hii leo katika jiji hili la Dar es Salaam. Wale ambao walioogopa machafuko ya maandamano katika siku ya Disemba 9 huko aliko mpaka muda huu, huenda sasa wanaona kama waliacha miji zao, waliacha biashara zao, waliacha vitu vyao vingi jijini Dar es Salaam na kukimbilia katika maeneo mengine kuepuka maandamano magasia ambayo yalipangwa kutokea katika siku ya leo 9 Disemba. Huko walikuwa wakitazama jiji la Dar es Salaam katika simu zao, wanashangaa kile ambacho wanachokiona, kwa sababu walikimbia kutokana na kwamba maandamano ambayo yalikuwa yametangazwa kuwa yatatokea katika siku ya leo, lakini mpaka kufikia sasa hivi hakuna dalili wala viashiria vyovyote vinavyoashiria kwamba lolote linaweza kutokea wakati wowote, kwa sababu maandamano huwa yanahusisha watu. Sasa watu wenyewe hawaonekani kuwepo katika mazingira yeyote, maana kuna watu waliweza kuondoka wakati fulani jiji la Dar es Salaam siku kadhaa nyuma kabla ya siku ya leo, na kupelekea stendi za mabasi zilizoko Dar es Salaam kukosa usafiri wa kuwatoa, mpaka kulazimika serikali kuwaagizia magari mengine ya ziada kwa ajili ya kuwabeba na kuwapeleka katika sehemu za nje ya jiji la Dar es Salaam. Kuna wale ambao walikuwa wakielekea katika mikoa mbalimbali iliyoko nchini Tanzania, lakini kuondoka kabisa katika jiji hili la Dar es Salaam. Sasa uoga wako ndio maskini wako imedhihirika hii leo baada ya mipango mingi ya watu wengi kukimbia jiji hili. Sasa tunajaribu kudiscuss tu kwamba tunawaza, unaweza ukakimbia kifo kweli, au kama majanga ambayo Mungu ameyapanga yatokee your life, unaweza kweli ukayasema kwamba haya yasitokee? Kwa sababu kiimani tunaambiwa kwamba lolote ambalo linalotokea sio sisi bali Mungu anapanga litokee, na Mungu akishapanga basi hakuna wa kupangua siku zote. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo. Hiyo ni kwa mujibu tu wa imani. Kama wale ambao waamini iko nilichokisema kwamba Mungu anapanga kila kitu, basi msinitafsiri vibaya, kwa sababu kila mtu ana imani yake katika hii dunia. Lakini nimekusogezea tu taarifa hii hapa na kusema kwamba sio kama nawashangaa na wacheka wale ambao walikimbia, maana sio kuondoka wala sio kusafiri, walikimbia jiji la Dar es Salaam. Lakini mpaka kufikia sasa hivi Dar es Salaam inaonekana kuwa shwari. Ulinzi na usalama umetapakaa kila pande ya jiji hili la Dar es Salaam. Hivyo basi ilikuwa naifikisha salamu kwa majira haya ya asubuhi. Hii ni asubuhi. Sasa hatujajua mchana itakuwaje, jioni na usiku itakuwaje. Endelea kuingangania chaneli hii, lakini pia usisahau subscribe chaneli hii. Utakuwa ni moja kati ya kikosi chetu, ni familia yetu njema kabisa, ambapo utakuwa wa kwanza kuona paka unapata notification katika simu yako. Bana, mimi na wewe tumekutana kwa kusikiliza na kutazama kitu kimoja ambacho ni video hii hapa. Basi tusiachane kutazama vitu vingine, endelea kuwa nasi na tusubirie vyema zaidi katika wakati mwingine. Bye bye.